السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أعيذنا من النار يا رب. يقول سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Tuzangu katika imani, ukumbusho wangu wa leo nakumbusha, huenda mwingine kakumbusha mchana wa leo, jana, juzi na kesho kwenye Ijumaa huenda itakumbushwa sana, ni kuhusu habari inayoanza usiku wa leo. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, hakika umeiteremsha Qur'ani katika usiku wenye cheo kikubwa sana. Nini kitakacho kufahamisha hicho? Allah anasema, wa ma adraka ma lailatul qadr. Nini kitakufahamisha huu usiku wa cheo? Allah akasema, lailatul qadr khairu min 1000 shahr. Usiku wa cheo, huu usiku ni mbora sana. Ibada aifanyayo mtu, ibada yoyote moja hapo unaifanya, khairun min 1000 shahr, ina ubora wa malipo kuliko ibada zingine zipatikanazo zaidi ya miezi 1000. Huenda ibada hiyo unayoifanya ni tasbihi tu, umekaa subhanallah subhanallah, utakayoisema ikawa nia yako imekutana, labda Allah ndio usiku huu mimi nautafuta, wewe ukawa unafanya ibada hiyo subhanallah, au unasoma Qur'an, au unasali sunna, hiyo ibada ina ubora kuliko miezi 1000 tumepewa ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sasa usiku huo, katika kutafuta usiku huo, tutazisoma hadithi. Niko na kitabu cha Al-Lu'lu' wal Marjan ambacho kinazungumzia hadithi walizoafikiana Bukhari na Muslim, hadithi muttafaqun alayhi. Lakini sisi Waislamu, ndugu zangu katika imani, mambo mengi tuliopewa sisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumepewa umri mdogo, maumbile madogo, umri wenyewe mdogo, maumbile yetu naye si sana maumbile waliyopita huko nyuma. Afya zenyewe ndogo, lakini afya ndogo, umri mdogo, madhambi mengi tunayo. Tena katika zama za akhiru zamani, huwa nikipenda kutoa mfano mara nyingi, madhambi yanakufuata mwenyewe, mpaka ustake unayabeba. Angalia, tukitoka tu story hapo nje, hatuwezi kuzungumza story 2 3, ila katika kila story moja tutakuwa tumemsema mtu, tumesengenya. Ni madhambi si madhambi? Yani madhambi ni mengi tulionayo. Mtu kwenye simu bado mpaka mwezi huu wa Ramadhani, uko wapi? Niko hapa karibu tu nakuja, lakini bado yuko mbali sana. Lakini sasa tumepewa vifuto. Niliposoma aya, nilisoma na hadithi, Mtume akasema, atakayejaliwa kusimama usiku wa lailatul qadr, man qama lailatul qadr. Watu wanadhani labda kusimama ni kama vile askari anaposimama tu labda muda mrefu, au kusimama labda tu ndio ile sala ya magharibi. Hata magharibi kisha ingia tayari usiku umeingia, usiku wa lailatul qadr. Au ile isha iko katika ule usiku wa lailatul qadr. Lakini hicho kisimamo maana yake ni nini? Ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nakuja hapa akasema, taharrau lailatul qadr fi 7 al-awakhir min Ramadhan. Tafuteni, kusudieni, tafuteni, fanyeni juhudi kwa ile mankama, au kama vile tunavyoambiwa ile neno kama hili, wa aqimu salat, simamisheni sala. Juzi nilikuwa nikizungumza, watu wengine wengi wanatekeleza sala badala kusimamisha sala.
kuisimamisha sala uijue na uisali ilivyo. Na ule usiku vile vile, hebu tuanze kuona katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ya kwanza nitakayeanza kuisoma katika sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim. Ibn Umar Abdullah mtoto Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma anasema anna rijalan min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam qulu laylat al-qadr fi sab'i al-awakhir, kwamba maswahaba wengi wanaume katika wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliwaonesha ndoto inapatikana katika 7 ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani, fi sab'i al-awakhir min Ramadhan. Wakaenda kumsimulia Mtume sallallahu alayhi wasallam, tumeota bana kama vile tumeidiriki Lailatul Qadr ya Rasulullah, katika hili 10 la mwisho ile la mwezi wa Ramadhani. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tumekawaambia ara ru'yakum qad tawata'at fi as-sab'i al-awakhir, hata mimi nimeoneshwa mmeota wengi katika hizi siku 7 hizi kwamba Lailatul Qadr ipo. Faman kana mutaharriha, sasa Mtume akaanza kuwafundisha njia, na yeye ndiyo kiongozi wetu na ni kiongozi wa masahaba wakati ule. Akasema basi yule faman kana, yoyote yule anayetaka audiriki usiku huo na aupate, falyataharraha fi as-sab'i al-awakhir, 7 za mwisho mtu atafuti hapo. Ala, kumbe unatafutwa, kumbe sio ukukute. Yani kuna mtu anafikiria tu Lailatul Qadr kama siku yetu bwana huo. Huu usiku huu kutafuta maana yake ukusudie kwa ibada. Usiku huu ni mbora sana ndugu zangu katika imani. Nimesoma tu hadithi, turudini kule kwenye aya. Alafu huu usiku mara nyingi ukitizama, sisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumeletewa sisi tufaidike nao. Sisi tunawaachia malaika wanarudi nao. Ni kivipi? Tumeletewa sisi tufaidike nao kwa amali yote njema utakayoifanya, kwa kusali, kusoma Qur'an, kuleta dhikri. Hata usiku ule ukakusudia mimi natoa sadaka, labda ni usiku wa Lailatul Qadr, sadaka yangu iangukie katika usiku wa Lailatul Qadr, ambapo malipo yake yatakuwa pia ni maradufu. Ala aliposema usiku huo ubora wake, tanazzalul malaikatu waruh, huo usiku unatofautiana na mausiku mengine, wanashuka malaika wengi. Hiyo mbingu inajaa na ni ardhi inajaa malaika. Kila kona malaika wako wengi hivi tunavyozungumza. Lakini siku hiyo Allah anazungumza siku maalumu, tanazzalul malaikatu waruh, kushuka malaika wengi sana pamoja na mkubwa wao ar-ruh. Hawakutufasiria maulama wetu isipokuwa ar-ruh, isipokuwa ni Jibril. Hawa wanashuka kuja kwa ajili ya nini? Fiha tanazzalul malaikatu waruhu fiha, wanashuka katika usiku huo biidhni rabbihim, wanaambiwa shukeni kwa idhni ya Mola wao. Min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr, wanakuja siku ile na kheri nyingi na baraka nyingi, na kuja kuwaombea pia waumini, kuwazuia na mashari mengi na maafa mengi. Wanakuja kusoma makadirio ya watu huku duniani. Min kulli amri, wanakuja kusoma makadirio, huyu ana kheri, ana kheri, ana kheri, ana kheri, ana kheri. Mwenyezi Mungu awe kheri Waislamu wapi wapi. Kuna shari hii itakuja kuwakuta ya Rabbi. Hao Waislamu hawa, hebu ataomba nikingwe mimi na shari. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amri, wanakuja na makadirio ya kila jambo la kila kiumbe. Salamun hiya, usiku huo ni amani tu. Salamun hiya, usiku huo ni wa amani. Sasa usiku huo kama ni wa amani, sisi Waislamu saa ile ni Waislamu, watu wa amani. Wa rabbuna rabbus salam, na Mola wetu ni Mola wa salam, Mola wa amani. Tunatakiwa tumuombe amani
Katika yale makadirio mabaya tunamwambia Mwenyezi Mungu, katika yale makadirio yaliyokadiria Mwenyezi Mungu yaepushe. Na makadirio mabaya hayaepukiki isipokuwa yanaepukika kwa dua. Sio usubiri yakija ukaanza kuchinja kondoo na kutambikia. Anza kuomba wewe maafa ya kupite mbali, yakija yaje yenye makadirio madogo ambapo unaweza kuyahimili. Usiku huo salamun hiya, ni usiku wa amani, wameshuka malaika. Sasa malaika wale wakija, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wanakuja hapa duniani kwa ajili ya sisi ummati Muhammad, kutusomea makadirio yetu, kututakia rehma na amani sisi, hata matla'i alfajiri. Usiku unapoanza wanaanza kushushwa na watakaa mpaka ichomoze alfajiri, hata matla'i alfajiri. Malaika wale wanakaa mpaka machomozo ya nini? Ya alfajiri. Mtume anawaambia masahaba, tafuteni usiku huo, ukusudieni usiku huo kwa kufanya ibada. Tuone masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwaje. Katika hadithi anisimulia Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anasema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fi Ramadhan al-ashr allati fi maskanihi. Anasema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fi Ramadhan al-ashr allati fi wasat ash-shahr. Mtume sallallahu alaihi wasallam ule mwaka wa kwanza alikaa lile 10 la katikati. Katika kila mwezi kuna makumi matatu. 10 la kwanza, 10 la pili na 10 la tatu. Wa mwaka Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio anaanza kukaa itikafu, alikaa 10 la kati. Alipokuwa amekaa katika 10 la kati, Mtume sallallahu alaihi wasallam fa idha kana hina yumsi min 20 layla tamdi, zikishapita ile siku ya 20, yani ndio inaisha. Kama ule usiku wa jana, leo ndio siku ya 20 leo. Usiku utakayokuja leo ni 21 leo. Masahaba walikuwa wanakaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume yuko pale mpiga kambi yake na wengine wapo nao, kila mmoja anaswali. Baadaye Mtume akiswali sali naye, kila mmoja anasali peke yake. Ikifika ile siku ya 20 kama hivi, ule usiku umeisha, leo ndio 20 magharibi, hao watu wanabeba virago vyao wanaenda nyumbani. Siku ya 20 wayastakbil 21, usiku wa 21 unaanza unakuja. Rajaa fi maskani, kila sahaba amerudi maskani mwake. Warajaa man kana yujawiru ma'ahu, hata na Mtume naye alikuwa anaondoka na wale ambao alikuwa nao yuko pale. Wa annahu aqama fi shahrin jawara fihi laylata allati kana yarji'u fiha. Kaja mwaka mwingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kukaa kama vile walivyokuwa wanakaa 10 na kati. Mtume sallallahu alaihi wasallam huo mwaka wanataka kuondoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam analetewa wahi, wanachokitafuta watu bado hakijaja. Ala, walikuwa nakitafuta kitu gani? Walichokuwa nakikusudia haya makumi yote haya, watu wanakesha, wanafanya ibada zao hivi na vile, wapate Lailatul Qadr. Mtume sallallahu alaihi wasallam huo mwaka fa khataba an-nasa, watu wanaondoka lile 10 kama leo hivi wanaondoka 20, watu wamechoka, wanajua Lailatul Qadr kama imepita ile siku ya 17. Sababu kuna hadithi 17 iliyopita Lailatul Qadr, na huko mbele tutaiona hapa mbele 21, 23, 20 ngapi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akahutubia watu ili wanabeba virago vyao warudi baada ya siku ya 20. Fa amarahum ma shaa Allah thumma qala, akawaamrisha mambo mengi, fanyeni khairi, fanyeni hivi. Kisha akawaambia, kuntu ujawiru hadhihi al-ashra, mimi nilikuwa nalala natafuta usiku huu wa Lailatul Qadr katika 10 hili la kati. Thumma qad bada li an ujawira hadhihi al-ashr al-awakhir, nimeletewa ufunuo, nimeletewa wahai ya kwamba nikitafutacho kiko mbele. Ina maana 10 la mwisho. Mtume akasema, faman kana i'takafa ma'i falyathbutu fi mu'takifihi, aliyekuwa amekaa na mimi 10 la kati hili na anataka kuondoka, falyathbut, ajikaze, ajifungie kibwebe, akae na mimi katika 10 hili linaloanza. Waqad uritu hadhihi laila, Mwenyezi Mungu kashanionyesha usiku huo wa Lailatul Qadr. Thumma unsitaha, nikaonyeshwa huo unakuja, kisha nikafichwa, nikasaulishwa ni siku gani hiyo inayokuja. Sababu Mtume alionyeshwa, akaijua ni siku ya Jumaa ngapi, lakini anasema nimeonyeshwa usiku huo nikauona. Kisha Allah
akanifichia, ili isiwe kwamba mtu akaungoja autege tu ule ukija siku zingine asifanye ibada. Akasema nimeonyeshwa kisha nimesahaulishwa, ili watu wafanye juhudi ya kutafuta. Mtume akasema fabtaghuha fil ashr alawakhir, hili kumi hili la mwisho tunalolianza ndio mahali pa kutafuta Lailatul Qadr. Wabtaghuha fi kulli witrin, wabtaghuha fi kulli witrin, jitahidini sana kuitafuta Lailatul Qadr katika masiku ya witiri 21, 23, 25, 27, 29. Wabtaghuha fi kulli witrin wa qad ra'aytuni asjudu fi ma'in wa tinin, usiku huo mtaujua siku hiyo. Allah amenionyesha siku hiyo ukija mimi nitakuwa nimesujudu kwenye maji na uso wangu utakuwa umeshika tope. Mashabi wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastahallat as-samaa'u fi tilka al-laila, hawakubeba mizigo yao wakabaki msikitini ili wakae itikafu wakiwa wanafanya ibada, wakimuomba Allah kama usiku ndio huu Allah tukubalie, Allah tupe hiyo Lailatul Qadr, yani uliyokadiria Allah tupe makadirio mema, shari zile uziepushe na hivi na vile. Fawakafa, anasema katika usiku huo fastahallat, huo usiku wa 21 kama leo hivi, wakabaki usiku ule pakapiga kiwingu usiku, faamtarat, na mvua nyembamba ikanyesha. Fawakafa almasjidu fi musalla an-nabii sallallahu alayhi wasallam, msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ukapenyeza vimaji ukavuja mpaka ukavujia sehemu ya pale Mtume anakoswalia. Kanat lailatu 21, ulikuwa ni usiku ule uliofuata ulikuwa 21. Anasema mpokeaji wa hadithi hii Abi Sa'id al-Khudri, fabasartu aini nadartu ilayhi hina insarafa min as-subhi wa wajhuhu mumtalikun tuinan wa ma'an. Anasema ule usiku katika mvua kembamba, maji hayakuingia ndani msikitini, lakini pale Mtume anaposalia palichuriza maji. Anasema tulipomaliza alfajiri, nilipomtazama uso wa Mtume sallallahu alaihi wasallam nikamuona ana unyevunyevu, na kwenye paji lake la uso anatoka na tope liko limenata. Nakumbuka Mtume sallallahu alaihi wasallam katika msikiti wake, ulikuwa msikiti huku juu, hapa iko sharhi ya hadithi na sharhisha, juu pamefunikwa tu na mitende nadhani siku hizi mnaiona, yani panasuka kama ile majamvi ya yale ya mduri, yani ndio pamesuka tu juu hivi, pamekaa pale. Mvua nyembamba ilikuwa haiwezi kuingia, mvua kubwa ilikuwa mvua inaingia, na ndio maana ilikuwa hata mvua ikinyesha Mtume anamwambia muadhini awaambie watu waswalie nyumbani. Sasa wakati wakiwa pale msikitini kwenye yale makarara ya mitende yale, pakawa pamevujisha katika sehemu Mtume anakosujudia. Mtume alipomaliza sala, yule bwana anasema alipokuwa asubuhi pamepambazuka, anakuja kumwangalia Mtume usoni, mbona Mtume leo ndio ile sehemu alisema hiyo siku anaona anasujudu kwenye maji na tope, Mtume anapaje la uso, kumbe ndio umekuwa leo. Kumbe ndio umekuwa leo, wakati wanasali na kila kitu Mtume akwambia ndio leo. Sasa Abi Sa'id al-Khudri katika hadithi muttafaqun alayhi, ittafaqa al-Bukhari wa Muslim, wanaafikiana Bukhari na Muslim kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia 10 ni hili. Tangu wakati ule hadithi kila zikija zinawaambia watu Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyosema hadithi nyingi, tafuteni Lailatul Qadr 10 la mwisho, mausiku yanayotarajiwa, mausiku yale ya witiri. Kwa hiyo lile 10, lakini maswahaba wengi, hata Mtume hakuwa anakatakata, lakini mtu akiamua kukata hakatazi, kwa sababu alisema tafuteni katika mawitiri. Sasa maswahaba wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wengi waliambiwa radhiyallahu anhum, hata wale wengine Mtume sallallahu alaihi wasallam walipompa bai'atu ridwan, yapomwambia Mtume sisi tupo na wewe, chochote kinachotokea, Uthmani amebanwa kule na maadui, tutakwenda kupigana na kuuana sisi, wakampa bai'a. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya, laqad radiyallahu 'anil mu'minina alladhina yubayi'unaka tahta ash-shajara. Mwenyezi Mungu amekuridhia wewe Muhammad, amewaridhia waumini wale ambao wamekupa bai'a ya kwamba wataenda kupambana na wale makufari kama watakuwa wamemuua Uthman, wameshapewa radhi wakiwa duniani,
wamebashiriwa pepo wakiwa duniani, lakini mimi na wewe bishara yetu na pepo iko mbali hapa ardhini na mbinguni, kutokana na yale mengi tunayoyafanya. Matendo yetu hatujui yanakubaliwa, amali zetu ndio hizo mbovu mbovu. Tukija kila tukisali mawazo yetu yako nje. Wewe unakula halali, unakula haramu, zote zimechanganyika. Habari za riba ziko ndani yake. Nani masahabi na sisi ambao wanatakiwa waitafute Lailatul Qadr zaidi kwa ajili ya kupata radhi za Allah, kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala? Sasa kama hawa masahaba walikaa wakifanya ibada, wanakuja kwa Bwana ni alfajiri, malaika wale wanakaa hata matla'il fajri, mpaka ichomoze alfajiri. Sisi tunakaa tunapitwa. Wakati usiku ule unapokuja yale makadirio ya kheri, vile vile Allah anatoa msamaha wake katika usiku huo. Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi vingi, yani vile ambavyo tunavyovipata katika amali ambazo kumshinda. Ina maana mtu aliyeishi zaidi ya miaka 80, wewe ukifanya alafu alifanya ibada zake aliyekuwa hayupo katika ummati huu, wewe unamzidi. Aliyefanya kivitendo kwa muda wa miaka 80 kila siku anafanya, wewe ukaifanya siku hii moja, ukawa na ikhlas katika kifua chako, unafanya kwa ajili ya Allah, unatafuta Allah anakuridhie, na iwe ndio hivyo. Kwa nini mimi na wewe tusijitahidi? Siku kimaliza salatul maghrib, jitahidi kuanzia usiku huu unaokuja. Usema nitafuturu mapema, nijitahidi nifike hata msikitini, huenda usiku umeanza. Tunasali saa 2:15 msikitini, tunasali saa 2:30, fika hata saa 2 kasorobo, endelea na istighfar, huenda ndio usiku wenyewe unaanza kufanyia mapema. Kulala hatuwezi msikitini kukesha. Na wakeshaji nao saa nyingine wanakuja kutafuta Lailatul Qadr, lakini wakija ni story nyingi ambazo mpaka zinaweza kuharibu faida ya ule usiku. Pia unawezekana usiwepo, kwa sababu tukija tunahitajika, tukija ni kwa ajili ya lengo hilo. Umechukua udhu wako, umesalimia labda na mwenzako, endelea na dhikri mbalimbali. Umeulizana mwili matatu, hapana, rudi, endelea na lengo. Unafanya ibada gani? Soma Qur'an, soma, fanya istighfar, fanya hivi na vile. Lakini hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hadithi sahihi, zimefanya baadhi ya watu kubweteka. Man kama ma'a al-imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul layl kullah. Atakayesimama na imamu akasali sala ya tarawih na imamu mpaka kamaliza, huyu jamaa kaandikiwa usiku mzima. Mtu anaondoka bana, shapata mimi usiku mzima, sasa bingo hilo mimi nahangaika tena nini? Lailatul Qadr iko hapo hapo, kila kitu iko hapo hapo. Ndugu zangu katika imani, habari ya kupata thawabu za usiku mzima hazipatikani katika hadithi moja. Hata kama hujasimama na imamu katika sala ya tarawih, hata miezi mingine isiyokuwa Ramadhani, hadithi anisimulia Uthman iko katika sahihi Muslim, kwenye vitabu sahihi vya hadithi. Wakachukua katika hadithi sahihi Muslim, hadithi namba 656, anasema Uthman ibn Affan, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia mtume akisema, man salla salata al-isha fi jama'atin, yule atakayesali sala ya isha pamoja na imamu katika jamaa, kutibat lahu kama nisfu al-layli, mtu huyu anaandikiwa kasimama nusu ya usiku. Wa man salla salata subhi fi jama'atin ma'a al-imam, na yule atakayesali sala ya asubuhi katika jamaa pamoja na imam, kutibat lahu qiyamul layla kullah, mtu huyu anaandikiwa amesali usiku kucha. Hii ukienda katika mlango ule babu fadhailu salatu jamaa, unazungumzia tofadhila za sala za jamaa, alafu ukafanya mahsusi katika sala mbili, sala ya isha na sala ya alfajiri. Huyu mtu anasali sala ya isha ya jamaa, hapana imamu, na sala ya alfajiri na imamu katika ule usiku mmoja. Mfano usiku huu utakaoanza leo, ukasali sala ya isha na sala ya alfajiri kwa jamaa, thawabu zile za kuandikiwa usiku kucha umeshapata. Hapo bado hujasali sunna ya baadia, hujasali witri, hujasali Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Lakini usiku ambazo usiku huo utaanza leo, kama wale siku ile walipotaka kufunga virago, ikawa bahati usiku urefu hata wa 21 ukawa ndio huo,
lakini sio kwamba walirudi nyumbani, walimalizia yale mausiku mengine yote, kwa sababu mausiku ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani ni mausiku bora kuliko mausiku ya mwanzo. Kama ulivyokuwa umati Muhammad umma wa mwisho ndio bora, na kila kitu mara nyingi cha mwisho chake ndicho bora. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, nimesema shekhi watakuwa wamezungumza sana, lakini nikasema na mimi nije niligusie hilo suala la Lailatul Qadr. Umesalisha kwenye jamaa, jitahidi bado sasa kwa kusoma Qur'ani. Utakayesoma herufi moja, thawabu yake inazidi malipo ya zaidi ya miaka hiyo 83 au miezi 1000. Pale imekuja zaidi, haikuweka limit. Khairun min alfi shahri, ni bora kuliko miezi 1000, ni bora kuliko, ina maana inazidi. Sunna moja utakayesali, ukiangalia makosa na madhambi tulionayo katika zama hizi, madhambi mengi ni kabairi dhunubi. Ukiangalia riba tunazochukua tu hizi riba zingine mpaka unalazimisha unataka uitaki, na unaambiwa katika dhambi ya riba ni sasa mtu kumzini mamaki. Je, inakuwaje kama mtu baki anazina ya namna gani? Huyu mtu wa kawaida tu. Lakini sasa riba ndio iko imetawala sana. Macho yetu yanazini mchana kutwa hivi, mwanamke anakaa tu, nafsi itakaa inaangalia, zina laini, zina nafsi inatamani kutwa nzima. Saumu zetu zinapungua. Unajua saumu zetu zinapunguzwa na mambo mengi ya dunia haya. Nilikuwa nakumbushia katika swala hili, katika swala la Lailatul Qadr, hadithi ziko nyingi, lakini kikubwa tu usiku huo unaanza leo. Tusiwe wavivu. Amuka, muombe Allah usiku. Dua fupi alifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimfundisha siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam sahaba mmoja. Imekusanya ukizitizama katika tafsiri yake khairi nyingi sana. Unaomba khairi nyingi na unaomba kukingwa na shari nyingi. Allahumma hadini fi man hadaita, Mwenyezi Mungu niongoze katika ulioongoza. Wa'afini fi man afaita, uniafu ila Allahumma innaka afuun, tunasema Allah nisamehe katika uliowasamehe. Watawallani fi man tawalaita, Mungu nichague katika wale uliowachagua. Unasema wenzetu sijui wametoa nini bana, wamechaguliwa na Mungu bana. Muombe Mungu. Watawallani fi man tawalaita, mbona wanazo wao tu, mimi Mungu kaniweka wapi? Umemuomba? Watawallani fi man tawalaita wabariki li min alkhairi fima a'taita, Mwenyezi Mungu kibariki kile ulichonipa. Muombe Mungu akipe baraka. Havina baraka vya moto vinaingia mfukoni, kikitoka kesho matatizo ni haya na yale, ila zinaisha zinaondoka tu. Chakula ukikaa ndani hakina baraka. Wabariki li fima a'taita wa qini sharra ma qadaita, tumekafundisha, na unikinge na shari ya zile ulizozihukumu Allah. Wa qini sharra ma qadaita, unamwambia Allah, fa innaka taqdi wa la yuqda alayka, Mungu wewe unaipitisha hukumu, hakuna mwingine anaweza kupitisha hukumu. Kwa hiyo nikinge na shari ya hizo hukumu unazozipitisha. Qini sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walaita, Allah hakuna ambaye atadhalilika uliyemchagua. Mungu nichague nisiwe katika wenye kudhalilika. Masahaba hawakuwa nazo lakini hawakudhalilika, walikuwa wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia mpaka Allah anawasifu imani yao, walikitafuta Lailatul Qadr, walikimuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Unasubiri ndio uombe dua msikitini, msikiti wao uombe kunuti, wengine wanaomba. Wewe sasa omba mwenyewe usiku. Qini sharra ma qadaita fa innaka taqdi bihaqqin wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walayta wa la ya'izzu man adaita, hakuna mtu ambaye anaweza kupata cheo Mungu aliyemfanya ni adui. Kama ufanye ibada na umuombe Mwenyezi Mungu, wewe ni adui wa Mwenyezi Mungu. Kuto kumuomba Mwenyezi Mungu unafanya uadui. Aya inazungumza mtu asiyemuomba Mungu ana kiburi. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Ile aya inazungumzia wale ambao hawataki kumuomba Mwenyezi Mungu, anasema hao wana kiburi. Sasa sisi tusiwe na kiburi, tunatakiwa tumuombe Mwenyezi Mungu. Masiku ndio hayo. Tumeletewa usiku wenye cheo, malaika wanakuja wengi. Unapomuomba Allah na wale naonya Allah simpe, Allah mpe, unakuja mja wako. Wamekuja hapa kutusaidia sisi, hawaji kwa ajili ya manufaa yao. Ndugu zangu katika imani, masahaba walikuwa hivyo. Khitam fi kalimati Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu
ashiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah. Muhammad na wala aliyekuwa nao katika masahaba zake walikuwa ni ashidda 'alal kuffar, wana nguvu kwa makafiri, pamoja walikuwa wanawaona ni wadogo wadogo njanja hivi na vile, lakini ashidda 'alal kuffar ruhamau bainahum, kwa ibada zao walizokuwa nazo walipendana, walihurumiana. Tarahum ruk'an sujada. Allah anasema katika Qur'ani kwa sababu gani? Wanasujudu pamoja, wanarukuu pamoja. Tarahum ruk'an sujada, utaona wanarukuu pamoja, wanasujudu pamoja. Yabtaghuna fadlan min Allah, muda mwingi walikuwa wanatafuta fadla za Allah subhanahu wa ta'ala. Hizo fadla tuzitafuteni katika wakati muafaka. Lailatul Qadri iko mbele yetu. Kwa ufupi sana, kwa kujitahidi tumaliza maghrib, jitahidi anza kurudi mapema. Huenda usiku huo ndio unaanza wa Lailatul Qadr. Fanya dhikri hapa, soma. Umemaliza kidogo, acha kukimbilia, kafunge TV sasa ili kuanza kuangalia yale eti nipoteze muda mimi nile kwangu saa 6. Wewe unasogeza tuje ule chakula cha saa 6, dako inaliwa mwisho. Kwa hiyo pale mtu anakaa kuangalia hivi na vile, wanaacha kusikiliza tu Qur'an. Umechoka saa zile, basi weka ta Qur'ani tu isome ukakaa kuisikiliza. Huenda ukabahatisha katika usiku huo, ili tusiondoke tupu. Kama Mtume alivyosema, amepiga chini mtu khaba wa khasira, yule mtu ambaye amedirikiwa na Ramadhani na kisha kusamehewa. Sasa tumeletewa mwezi kama huu na bado tukapewa, hata tukikosa katika masaumu na hiyo Lailatul Qadr nayo. Ndugu zangu katika imani, Allah tujalie tu ni kusikia maneno wakafuata ile kwa mazuri yake. Allah tujalie tu ni kuidiriki usiku wa Lailatul Qadr tupate, na vile vile tuwekeni nia kwamba wenda ni huu unapofanya ibada ndio huu, Allah nijalie ndio huu. Usio tu unakaa unakurupuka bila kuwa na, yani unajua kabisa leo bana natafuta na utafuta, kwa sababu mtu anasema fataharau bimaana kusudu. Mwe mnafanyaje? Mnakusudia. Kuna mwingine tu anasema ukija mimi utanikuta tu, kwa sababu kitu kinahitaji nini? Nia. Kuna mwingine inawezekana amekuja kulala tu msikitini lakini hana ile nia. Hapana bwana, naenda bwana mimi naenda kufanya ibada msikitini, lakini ili Allah anijalie ni udiriki. Kama ni leo unaomba tu dua kila siku, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, ya Allah, kama ndio wenyewe basi peleka, zikubali amali zangu ziingie katika usiku wa Lailatul Qadr. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.